Haleluya. Anasema kwamba ninyi msipopaza sauti mawe yatasifu au yatapaza sauti. Tusipopaza maana yake ni kwamba tunamnafikia, tutafanana na Mafarisayo. Haleluya. Mwambie jirani yako tembea na neno. Mwambie kwa sauti. Ukiona jirani ongei na wewe muulize vipi? Mwambie tena tembea na neno. Tembea na neno. Haleluya. Tembea na neno. Amen. Nitapenda kwa ufupi sana kwa habari ya kukufundisha ujumbe huu, kwa sababu nataka niguse maeneo fulani ya maisha yako ili uweze kuwa ni mtu mwenye ufahamu na maarifa mengi zaidi. Tembea na neno. Haleluya. Tembea na neno. Kuna wakati ambao Mungu anatoa maagizo. Neno la Mungu linatoka kwa ajili ya mtu au watu fulani, lakini tunashindwa kutembea na neno. Huwa napenda watu wanaoandika nachosema. Haleluya. Tembea na nini? Na neno. Lazima utembee na neno. Unapoona mtu anatenda dhambi, hajatembea na neno. Unapoona mtu ameasi au ni mwasi, hana neno la Mungu alilotembea nalo, yule ni mtu ambaye hana neno la Bwana ndani yake. Nataka nikwambie jambo moja hili na likae ndani yako kwa ufasaha. Hakuna anayejibiwa na Bwana, wala hakuna mtu anayependwa na Mungu isipokuwa ni yule aliye mtakatifu. Kama wewe huyo unisikilize, ni mzinzi, wewe huyo ni mwongo, wewe huyo ni unatapeli, wewe huyo unafanya vitu vya ajabu, alafu napiga magoti au naomba Mungu nisaidie. Mungu hatembei na wanafiki, na Mungu hatembei na watu wa namna hiyo. Biblia inazungumza wazi kwamba Ayubu alikuwa ni mtu wa kipekee sana katika nchi hiyo ya mashariki, nchi ya Usi, na hakuna ambaye alikuwa kama yeye kiroho na kwa habari ya maisha ya kawaida. Alikuwa na mali nyingi, na pia alikuwa ni mtu ambaye ni mzuri mbele za Bwana. Ni kwa sababu alitembea na neno. Lakini kizazi cha Adamu na Hawa hakikutembea na neno. Kuna wengi wao wanakuwa wasikiaji wa neno, lakini sio watu wa kulishika neno, au sio watu wa kutembea na neno. Mungu akatoa agizo akasema, matunda yote mwaweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile. Hilo ni neno walipaswa kutembea nalo. Lakini baada ya kuwa mwanamke huyu kulipata ile neno, hakutembea nalo kwa wakati wote, alitembea nalo kwa muda. Shetani alipoingia akasahau kuendelea kulitembelea ile neno, dhambi ikaingia. Kila siku tunasema acheni dhambi, acheni mabaya. Na nakumbuka nilisema mwaka huu kutakuwa na vita kwelikweli. Inaomba na kweli. Muona nini kitatokea ndani ya mwaka huu. Nilikwambia tulimshinda shetani mwaka jana. Mwaka huu kutakuwa na vita. Umeona? Watu wengine manabii tunapoongea wanachukulia hize. Hilo ndio tatizo. Kwa hiyo lazima utambue kwamba kuna namna ya kutembea na neno. Watu walisahau neno hilo. Walisahau neno hilo. Utalikumbuka siku tatizo likibisha hodi nyumbani kwako. Na siku zote kazi yangu ni kufanya mtu awe askari, sio kuwa ombaomba. Uwe askari wa Bwana. Usiwe mtu mwenye kulia shida, uwe ni mtu mwenye kushinda shida. Ongea na watu. Ongea na makamanda.
Haleluya. Anayejiona na combat ya Bwana ndani yake, amevaa vazi la kiaskari, ainue sauti yake. Haleluya. Wakamwasi Bwana kwa sababu hawakutembea na neno. Mungu akawaambia wana wa Israeli ya kwamba msiabudu miungu mingine ila mimi tu, maana mimi ni Mungu mwenye wivu. Lakini wakati huo Musa amepanda mlimani, akabaki Haruni na hao watu wengine, wakamshawishi wakaunda ndama ya sanamu. Wakasahau ya kwamba tulipaswa kutembea na neno, kwa sababu nikitembea na neno ndipo nitakapotembea katika njia iliyo sawa. Ukitembea peke yako utayumba. Mungu anamwambia Yoshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Maana ni kwamba sheria yangu isiondoke kama ambavyo ilibaki ndani ya Musa mtumishi wangu, kwa sababu alitembea nayo. Alafu akamwambia kwamba ndivyo utakavyofanikiwa kila uendako, kwa sababu sheria hii ni neno langu, kama ambavyo nilitoa katika bustani ya Eden. Matunda ya miti yote waweza kula, lakini isipokuwa ni moja tu, wa ujuzi wa mema na mabaya. Walipaswa kutembea na lile neno. Wanapotazama ule mti wanakumbuka lile neno, kwa kuwa wako nalo litazungumza ya kwamba acha usile. Walipoliacha, shetani akazungumza ndani yao, sio neno tena. Wakamwasi Bwana, laana ikaingia, mauti ikaingia. Anania na Safira wakasahau ya kwamba Biblia inasema msiseme uongo mtu na jirani yake. Wakadanganya kwa habari ya lile eneo walilouza. Biblia inasema wakafa. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1 mpaka 11 pale. Wakafa kwa sababu walidanganya Roho Mtakatifu. Leo hii nabii anaweza nikasema kwamba maisha yako yamefunguliwa kabisa, yako huru, na ili uweze kudhihirika, tembea na neno ambalo limetoka. Watu wanapokuambia hautanyanyuka, usitembee na maneno yao, tembea na neno ambalo limesema umefunguliwa, hautakuwa mwenye tena. Ukitembea nalo hilo, maana ni kwamba utaishi kwalo, hautaishi kwa maneno yao. Leo hii watu wengi wana magonjwa ya vidonda vya tumbo, wana magonjwa ya pressure, ya kutanuka mioyo, kwa sababu ya kutembea na maneno ya madaktari ambao wanasema hautapona. Kinachokupa homa sio moyo, ni maneno, kwa sababu maneno hayo yanakaa yanaumba kile kilichosema. Yesu anamwambia yule mwanamama aliyetaabika miaka 12, umepona msiba wako. Asingekamata lile neno na kwamba nimepona, maana yake ni kwamba asingekuwa mzima, wala asingeweza kuwa mzima kabisa, asingewezekana. Kwa sababu baada ya hapo Biblia inasema kwamba na mara baada ya muda mchache akajiona chemchemi ya damu imekauka mwilini mwake, naye akafahamu ya kwamba amepona msiba ule mwili mwake. Alafu Yesu anamwambia, imani yako, kwa kuwa umeliamini neno nililosema, imani yako imepona. Kwa lazima utambue kwamba kuna kutembea na neno. Mungu anasema jiosheni, jitakaseni. Kutembea na ile neno ni kufanya alivyosema siku zote za kuendelea kwako. Mungu anaposema acha hiki, maana yake ni kwamba unachotakiwa kufanya, tembea na ile neno ya kwamba Mungu amesema ni acha hiki. Nuhu asingetembea na neno la Bwana, angeangamia kwa gharika. Haijalishi neema ya Mungu iko wapi, asingeweza kuwa hai na familia yake, kwa sababu Mungu ameleta maneno, hajaleta safina. Anamwambia Nuhu, jenga safina, na akawa anampa maneno na maelekezo. Tafuta mti wa mvinje, tafuta lami, weka namna hii,
madirisha namna hii, weka namna hii. Maana ni kwamba akawa anatembea na yale maneno ambayo Mungu anayasema. Baada ya muda ile safina itakuwa imara, kwa sababu tunatembea na neno la Bwana, sio kwa akili zetu. Nyumba yako leo ni mbovu kwa sababu hautembei na Mungu anaposema. Lile neno umeliacha. Misingi ya kazi yako, misingi ya ndoa yako, misingi ya familia yako haiko imara kwa sababu hutembei na neno la Bwana. Na asilimia kubwa watumishi tunaposema fanya hiki, kaombe hivi, mnatukimbia. Watumishi wa siku hizi wao wanataka tuwe wa zamani, si ungetuona tuna mvi hapa. Haleluya. Amen. Sasa nini wa zamani kweli kwa hesabu jamani, si tunachosha kabisa. Haleluya. Amen. Yaani kabisa haraka tu kwa rafli. Ni wa zamani jamani, si tunaoneana huko. Hebu piga hesabu, ningekuwa wa zamani ningekuwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Tembea na neno la Bwana. Mungu anasema nini? Mungu anamwambia Ibrahimu, uende mbele yangu kawe mkamilifu. Alafu baada ya hapo wafalme watatoka kwako. Leo hii wanadamu tumekuwa na mahitaji mengi sana. Mungu nipe hiki, Mungu achilia hiki. Haujui ya kwamba katikati ya neno lake ndio kuna majibu yako. Ndani ya ile neno alilolitoa ndio kuna majibu ya swali lako. Ongea na mtu. Hapo ndiko kwenye majibu ya maswali yako. Hakuna mtu anayejibiwa maombi yake. Hata kama nabii akiomba na wewe hautajibiwa, kwa sababu haujibiwi eti kwa sababu nabii amekuombea. Unajibiwa kwa sababu Mungu amependeza na wewe. Amina. Haleluya. Amen. Kazi yangu mimi ni kuweza kukuconnect na Mungu ambaye yuko connected na mimi. Amen. Hiyo kazi ya mtumishi. Lakini swala wewe kujibiwa halihusu mimi. Amina. Kazi yangu mimi ni kukuunganisha naye. Bwana, namba ya mfalme wa wafalme ni hii hapa. Ni namba shufa kabisa. Inagawanyika kwa watu wote ulimwenguni. Piga utaongea naye. Lakini kabla ya kuipigia namba hii, jioshe kwanza, ujitakase, alafu kasemezane naye kwa namba hii. Haleluya. Amen. Nataka nikwambie jambo moja, hata siku moja Mungu aliye hai haachilii chochote kile kwa mchafu. Haachilii jambo lolote hilo unalomwomba kwa mtu mchafu. Hakuna. Wala sina haja ya kukutia moyo, kwa sababu najua nikikutia moyo itakuwa ni kwenye empty. Lazima nikwambie kweli ya kwamba hakuna mchafu ajibuaye maombi yake, wala hakuna mchafu atakayeziona mbingu. Unaomba sana kuliko wengine, unasifu sana kuliko wengine, una sura ya kiuwepo kuliko wengine, unatembea kama Yesu anavyotembea. Haihusiani. Anachoangalia ni nani aliye safi na anayependeza macho yangu, huyo ndiye nitakayemruhusu aingie. Unapokuwa na Yesu, maana yake ni kwamba umeishika njia ya kukupeleka kwa Bwana au kwa Baba mbinguni. Umeishika kweli na usiku. Anasema mimi ndimi njia, kweli na usiku. Unataka nini usiku? Unataka nini uwe kweli? Hauwezi ukawa kweli bila Yesu kuwa ndani yako. Hauwezi ukawa kwenye uzima bila Yesu kuwa ndani yako. Lazima utembee naye, kwa sababu yeye ni neno. Maandiko yanasema, amini nawaambia, yeye alishikaye neno langu hataona mauti kali, bali atapita katika mauti na kuingia kunako uzima, akiwa na neno huyo. Usipotembea na neno utaasi tu. Haleluya. Na mwaka huu ni mgumu sana kwa watu wenye vitu vigumu. Kwao ni mgumu sana, kwa sekta zote
na kwa kila nyanja, hiyo ni masomo, kazi, chochote kile, hautaweza kwenda. Ni biashara kama usipokubali kuwa karibu na Mungu kuliko makadiano. Na ushindi wa watu wa mwaka huu ni wale walio karibu zaidi, sio karibu, karibu zaidi, na sio karibu sana, karibu zaidi na Mungu. Ndio wao watakao ishi katika namna ya kifalme. Haleluya. Ndio wao watakaoishi katika namna ya ushindi na si vinginevyo. Lazima utambue kwamba yanipasa kutembea na neno, kwa sababu ikiwa na neno la Mungu nikitamka mahala, jambo linaumbika. Unajua, wanadamu tumeumbwa katika asili ya Mungu mwenyewe, na tunao uwezo wa kunena jambo likatokea. Na ndio maana tunapoombea mtu unafunguliwa, anafunguliwa, anakuwa huru, kwa sababu lile neno ambalo limetoka limetengeneza kile ambacho tumekinena. Ukitaka kuona hata wewe una uwezo wa kusema na inakuwa, acha ubovu. Na wachukia watu wanayefikia mtu anasema kwamba tunaonja alafu tunarudi, then tunaendelea na Bwana. Huo ni unafiki. Mungu sio Mungu wa kujaribiwa namna hiyo. Wewe mjaribu kwenye zaka, sio kwenye ulevi na sio kwenye uzinzi. Utakufa huko umetatamaa. Haleluya. Kilichobaki hakuna mjadala ya kwamba unajua, ukiwa hivi hakuna. Simama ukiwa safi mbele za Bwana, tembea na maagizo yake ili Mungu akuinue. Wewe usifikiri ni kitu paradiso naongea. Na maana wanakuambia siku zote, wanaokubaliana na mimi ni wale wanaokubali kuchoma mioyo yao na neno ambalo wanatoa. Ukifuatilia asilimia kubwa ya watu ni asilimia ya watu ambao wako mbali sana na Nabii Baraka, kwa sababu ukweli na wao umepishana, na hao ndio wa motoni. Hao hawana namna nyingine zaidi ya kwenda jehanamu. Haleluya, haleluya. Tembea na neno ili uweze kuvuka, maana neno linaumba. Bwana akatoa maagizo, lakini alipotoa neno hili ambalo ni agizo, halikufuatiliwa. Unapoliacha neno la Bwana hautembei nalo, ukalishika ukatembea nalo, lazima tu laana itakuwa juu yako, lazima shetani itakuzidi maarifa. Mwanzo sura ya 2, kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2, tutasoma kuanzia ule mstari wa 15 hadi mstari wa 17. Ile Mwanzo sura ile ya 2 na kunako mstari wa 15 hadi mstari wa 17. Maandiko yanasema, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Mstari wa 16 anasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula. Tazama, anatoa neno ambalo wanadamu wanapaswa kutembea nalo pamoja na hao. Inawezekana Mungu alitoa neno ili wewe na familia yako mlitembelee, lakini hamkwenda nalo. Haleluya. Wako watu wengi sana ambao wako hapa walikwisha kutembea na maneno ambayo nabii aliyanena, mama yetu aliyanena, wakafanikiwa. Nikisema ashuhudie mtu hapo, watainuka karibia asilimia kubwa sana. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, mstari wa 16, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Anasema, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Utakufa hakika. Hilo ni neno. Hawakupaswa kuliacha, maana wakiliacha watakula yale matunda. Neno hili litasimama kukuambia kila siku,
maana litazungumza ndani yako. Neno litaongea wewe usile. Litakuwa linaongea usile. Ukiliacha maana unakuwa uko wazi. Yanaweza yakaja maneno mengine yakakwambia kula ukala, maana hauna ile neno ambalo lilikuwa linasema usile. Haleluya. Maana ni kwamba akakutwa mwanamke huyo aitwaye Hawa. Wakati huo shetani anaingia ndani ya bustani ya Edeni. Yule mwanamke hakuwa na lile neno tena. Shetani akajaribu kuingia, akaingia kwa yule mwanamke, akajaribu kumwingilia yule mwanamke, akaanza kumdodosa, akaanza na neno ati anataka kujaribu lile neno analo. Haleluya. Wakati Mungu anatoa agizo hili, alikuwepo Adamu peke yake, Hawa hakuwepo. Lakini baada ya kuwa ametwaliwa kwenye ubavu wa kushoto huku, sio kulia hapa, akatwaliwa, Adamu akamwambia, nisikilize wewe, nyama kwa nyama yangu, mfupa kwa mfupa wangu, katika yote ule mtu naona Mungu alisema usile. Ndio. Nimekwenda stendi manyomi. Haleluya. Yaani ningekwambia Adamu, jamani, hilo kofi si angeenda kudondokea wapi baada ya hilo tu. Yaani mpaka Mungu angeniambia wewe, hebu samahani mheshimiwa. Hilo kofi la kizunguzungu mpaka na Kiarabu kimo ndani ya mtu. Haleluya. Akaambiwa tena kwa kuruhusiwa mara nyingi. Mama, najua ninyi ndio wazungukaji wa humu mkitafuta cha chochote kitu, matunda, nazi, ili ulete hapa. Sasa usije ukafike pale ukaanza ukawa na mate mengi. Usile. Si nimekuelewa kwa unasema degree. Haleluya. Iko na jinsi ya kuendelea. Hii ni shaelewa bwana. Okay. Jamaa kakaa pale na jipepea. Sasa huyu mwaya akatoka. Wakati anazunguka. Aya sasa, nimeelewa dia akakutana na mwerevu. Kasi mwaya yabe. Upo ndio mimi mwaka unaongea ndio. Makubwa. Hata sio kidogo, ni makubwa kweli. Ati kakaanza kufunguka. Unajua. Haleluya. Akasahau ya kwamba liko neno ambalo alipaswa kutembea nalo. Sasa kwa nini laana imeingia na dhambi ya mauti? Ni kwa sababu wameliacha neno. Kwa nini unazini leo hii? Kila kukicha unatenda maovu, umeliacha neno. Ukikutana na vishawishi vya wale vijana au wale wadada, unayumba. Eti sio tena mwanamke kama huyu duniani. Sasa umekutana naye kuzimu. Haleluya. Tembea na neno. Msasa amekwambia kasome tu, ndicho hicho kiendelea. Unaenda shuleni unasahau ile neno. Unatiwa mimba huko unakuja umejazia kweli. Vipi hayo masomo, hichi ndio kidato cha 4 sasa. Yaani hicho kibeba ndio. Mimi wanasema kabisa kama watu wangekuwa na uzu, mtoto wa hivyo mpeleke sokoni. Wewe hata 50 muuze. Haleluya. Amen. Lakini pia kuna wengine ambao wanakuwa hawaachi neno kwa watoto wao. Wanakuwa empty. Vishawishi vikiwaendea vinakaa kwa sababu yuko mtupu. Ulimwambia nini kwa wakati yeye anakwenda shule?
wakati amerudi likizo, wakati anaenda sasa, ulimwambia nini? Lile neno litatembea anapotaka kufanya hili, linakumbusha. Uliambiwa nini? Ndivyo hata kwa Mungu siku ya leo tunapojisahau, tukiliacha neno la Mungu tunaasi, tukiliacha neno la Mungu tunafanya mambo mabaya. Ndoto zile zimekwisha, unabaki tu kusema nitakujaga niwe. Utakuja, nenda sasa, alafu ndio uje huko. Utakujaga na wakati huko. Huwa wanakuja ambao hawapo hapa ndani. Una ndoto ambazo hazina neno. Neno litakalokuwezesha wewe kuzifikia ndoto zako. Hauna ile neno. Mungu anasema kwamba utakapoacha hiki na hiki, atakuvusha na kukondoa katika maskini. Lakini hautaki kuyaacha yale ambayo ile neno limekwambia. Utaishi naye. Kila saa nasema tu, mimi niache kabisa, haiwezekani. Wengine wanasema mimi yetu inachemka, nenda kwenye barafu, lala huko juu. Wewe nunua zote lile na nilizima zile na baridi. Mwanga pale nyumbani kwako, nunua zote. Si umechelewa. Haleluya. Hauwezi kufanikiwa kamwe kama usipo enenda sawa na Mungu anapotaka. Mwambie ndani yako hauwezi kufanikiwa. Mwambie kwa sauti, hauwezi kufanikiwa. Hauwezi kufanikiwa. Kama usipoenenda sawa sawa na Mungu anaposema, kamwe hauwezi kufanikiwa. Haleluya. Sasa mwaka huu nitakachokifanya, haleluya, kwa mtu yoyote ambaye amekwisha kuisikia kweli, alafu baada ya hapo akaenda akaasi, kazi yangu ni moja tu. Mwambie jirani yako, kazi ya nabii ni moja tu, kukuanika kama nguo iliyofuliwa. Sasa hivi sina tena habari kama unajua, tuonane baadaye, ndio tutatoka, kwa sababu ninaona hauko vizuri sana. Naona kabisa kuna kitu hakija. Hakuna. Nitakutajia mambo yako yote mbele ya watu na mtasubiri wale wengi. Ulizini na fulani bili fulani, muda fulani, siku fulani, wewe ni nafi. Alafu tuone utaongea. Mama alipokuwa kule India, unajua no one like you baby. Haleluya. Wazee wako unajua wewe ni mtu wa kipekee sana, kwa sababu nikikuangalia naiona joto, naiona joto ya brown, naiona joto ya pink. Haleluya. Watu wanafananisha na vitu vibaya. Eti nakuona uso mlaji kama biskuti. Hivi kweli biskuti 500 thamani hiyo ndio ya kwako jamani? Eti macho kama yai kweli jamani? Na wewe tunatekeleza. Hajui ya kwamba kuna namna fulani ambayo ameshaliacha neno la Bwana. Anasema kwamba msihame katika njia zangu. Maandiko yanaposema kwa kuwa ninyi mlikataa mimi nami nitawakataa ninyi, na kwa sababu hiyo mnaangamia kwa kukosa maarifa. Mungu anaposema tunamkataa, maana ni kwamba aliyosema tulishiki tukaiendelea, huko ni kumkataa Bwana. Itafika wakati ndani ya mwaka huu Mungu ataanza kuongea yeye mwenyewe na watu. Sasa ukikutwa hauko sawa, unakwenda na upepo,
Haleluya. Amen. Unakwenda na nini? Tembea na neno. Waliotembea na neno walifanikiwa. Mungu anamwambia Ibrahimu, nini na mbele yangu kama kamilifu. Alipotembea vile Mungu anataka, maana ni kwamba akapata Isaka. Wafalme wakatoka kwake. Akaitwa baba wa mataifa mengi. Akawa ni mtu mkuu sana, mwenye kutegemewa na watu. Kornelio hakuwa ni mtu ambaye ni Israeli, lakini kwa kuwa kazi yake ilikuwa ni kulishika ile neno la Bwana na kutembea nao, Mungu akafurahishwa naye. Mungu akafurahishwa na Kornelio. Matendo ya Mitume ile sura ya 10 mstari wa 1 mpaka 4. Mungu akafurahishwa sana na Kornelio. Akamtuma malaika akamwambia, aisee, roho yangu imeguswa na mtu yule. Hebu nenda mwambie kabisa asije akajiona anachofanya ni hasara. Mwambie kila anachokifanya ni kumbukumbu katika ufalme wao. Haleluya. Amen. Tembea na neno. Hata wale waliokuwa wagonjwa walipoambiwa simama, walipolishika lile neno la yao walisimama. Na walipoambiwa kuanzia sasa ninyi wazima, wakawa wanatembea na lile neno. Ndio maana leo hii utamwombea mtu kitu hiki, kesho kutwa kinarudi. Unamwombea hiki, kesho kinarudi. Unamtamkia neno la uponyaji, anafunguka. Alafu baada ya muda au wiki moja kinaanza kumsumbua tena, maana lile neno ameliacha. Angeendelea kuliishi lile neno, maana ndilo ambalo lilimponya, litaendelea kwa uzima katika shida hiyo siku zote. Amen. Na baada ya kuwa niliacha, maana ni kwamba ile shida sasa inapata nafasi tena, maana neno lilienda likaiambia sogea, lenyewe likakaa mahala penye shida. Sasa nilipoondoka ile shida ikasema kwamba wacha nichukue na shida wenzangu. Wewe nasema pepo amtokapo nje, amtokapo nje, na yule mtu akawa kupokeka ile kuta, anaenda anakusanya na wengine wengi zaidi wenye nguvu kuliko yeye. Watakaporudi kukaa ndani yake, hali ya yule mtu itakuwa mbaya kuliko hapo kwanza. Hatulishiki neno la Bwana. Tunafundishwa mambo mengi sana, na kanisa la Ushuhuda tumekuwa ni watu ambao tunatoa maarifa mengi sana. Tunapata silaha. Nini kinachokufunga wewe? Nini hukijui? Pata ufungu. Naongea na wenyeji. Na maana nilisema itafika wakati sitadili na mwenyeji, hata kama umekabwa hapa. Aisee, nakwambia aisee, nenda kwenye ile kona pale, omba. Kama ulikuwa ni mtu wa kuliacha neno, utalitafuta tu, uwe una bando hauna. Haleluya. Amen. Kwa sababu umekosa hii, mpaka unapewa na maeneo ambao ibilisi anayatumia, bado tu hujui namna ya kushinda. Haleluya. Tembea na neno la Bwana. Watumishi wanapokuambia fanya hivi, omba hivi, tembea hivi, acha hiki, fanya hiki, tafuta hiki, fuata ile neno au yale maneno, kwa sababu ndani yake yana njia, ndani yake yana mpenyo, ndani yake kuna mafanikio, ndani yake kuna uponyaji. Unapoyaacha, maana ni kwamba unabaki wewe. Shetani akija na kukuta hauna neno la kutembea nalo, yeye anakupa neno linaongea ndani yako, linaongea kwamba mdanganyi huyu, mdanganyi huyu, mdanganyi huyu, mdanganyi huyu. Unatembea unakeleketwa kweli kudanganya. Nikamdanganya nani? Eti unakaa unafikiri unajua nini? Nipe ukuri ni mumunye. Kuna watu unaweza kuwafikiria muda fulani ukaona kabisa hivi hawa hata mimi kwa walikosa. Hivi unaposema ukuri kwa mtu kabisa mwenye elimu, hawezi akaongea kitu ambacho ni kina maana nyingine, alafu kukilazimisha kije kwenye maana ya kwake. Unajua ni kitu ambacho hakiwezekani. Na maana tulifundishwa sisi
kwenye Kiswahili na mzee Mungu mwalimu wa Kiswahili akasema, maneno yasiyokuwa na maana ya unachotaka usiyaweke ili uwe na Kiswahili fasaha. Usiseme uguru na ilani hicho kitu ambacho wewe unataka kukisikia jina lake ni uongo. Kwa hiyo utakiharibu Kiswahili chako na kuonekana kule nje. Umesoma hujasoma, ukijua namna ya kuyatumia maneno haya utaonekana ni mtu mwenye akili. Tatizo linakuja ni kwamba tuna matatizo, tuna shida nyingi kwa sababu hatutembei na neno. Leo hii tuna watu hapa ambao tayari walijichanganya kwa sababu waliacha neno, na wengi wao wanamfahamu au fikra ya kwamba ninapojichanganya ninarudi tu kwa Mungu atanisamehe. Yaani wana akili hiyo, hawajui ya kwamba kuna wakati Mungu anasema siwataki tena, wala sitasikia. Na maandiko yanasema kwamba yeye ayafanyaye mabaya ambayo mwana wa Adamu alikuja kuyaondoa ni sawa na anamrudisha wapi? Msalabani. Mtu huyu ataitwaje? Amelaaniwa. Haleluya. Amen. Naongea na watu. Amen. Naongea na watu, naongea na wanaosinzia. Amen. Ukiona mtu analala, ukiona mtu anasinzia, ukiona mtu anasinzia, mapepo yanakamata. Mapepo sio lazima yalipuke. Kuna mapepo ambayo yako silence. Mapepo haya sasa jikague kama unalengwa bila sababu mapepo haya. Mwanzo sura ya 3 unakutana na habari inabadilika kwa sababu watu hawa wameliacha neno la Bwana. Tayari wameliacha, hawakutembea na lile neno. Leo hii watu wanaasi kwa sababu hawatembei na neno la Bwana. Wanashindwa kufanikiwa. Kila siku ni mtu mwenye haja ile ile, kila siku ni mtu ambaye anahitaji kufuta katika jambo. Kaa katika Bwana, tembea na neno. Ukitembea nalo kila siku, kinachobaki wewe endelea kuomba, tumwambie Mungu, nisaidie neno hili nisiliache. Roho Bwana kaa nami neno hili nisiliache. Huyo mtu nitaomba naye kila siku, sio yule mwenye kuyaacha maneno ya Bwana alafu nakimbilia muujiza. Mungu si Mungu wa miujiza, ni Mungu wa watakatifu. Miujiza ni kitu ziada sana, kinatokea ili kikufanye wewe kuamini ya kwamba anaweza kutenda, lakini kikubwa kabisa wewe uwe sawa ili uone ufalme wako. Maandiko nasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu, akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Tazama jinsi nyoka anavyoongea, msile matunda ya miti yote ya bustani. Sio kwamba nyoka huyo alikuwa ajui ya kwamba liko neno ambalo linanena katika bustani hii ya kwamba wasile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Alifahamu, ila alitaka kuona, je, huyu mwanamke amelishika lile neno? Huyu mwanamke amelishika lile neno, anatembea nalo? Ndio maana akaanza na ati. Ni sana mtu anakuja, nabii amekwambia kwamba usifanye hivi, mtumishi amekwambia usifanye hivi, alafu anakuja mtu mwingine ambaye alisikia neno hilo anakwambia eti ndivyo alivyosema nabii kwamba usifanye hivi. Haleluya! Hiyo ni moja kabisa ya kwamba unaposikia eti, hiyo ni kejeli, ni moja ya kejeli, ni moja ya dharau. Kwanza ati kwamba kakaanza kufunguka, anataka kuona yeye amelishika tena, akaanza kabisa kwamba ati hivi ndivyo Mungu alivyosema, msile matunda. Hakuna, anasema msile matunda
msile. Haleluya. Hata kama huyu mwanamke alikuwa amesahau, jamani, nyoka pesa alikumbusha ati Mungu amesema msile. Kweli tusile, hatuni kabisa. Pamoja na kuwa nyoka wewe, Mungu amesema msile. Ndio tusile, lakini tusile. Sasa sikie. Amesema msile ni sawa. Sasa sikie. Anataka kuona lile neno tena akaitamka kabisa msile, ndio. Anataka kuweza kuweka kipimo kati ya neno la Bwana kwamba msile na maneno yake kwa yatoka huyo mwanamke, yapi yatakuwa na Mungu? Je, lile neno la Mungu liko ndani yake huyu au ameliacha? Ngoja nione, je, maneno yangu yatapata nafasi? Ndio hii tunadanganyikana vizuri mno. Unajua mimi kama mimi nitakuwa nikubalie, alafu kila kitu kitakuwa vizuri. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, kona unaachwa hapo. Wewe umeachwa hapo, kona tayari. Unapiga pambana na ajabu. Haleluya. Fika wakati tembea na neno, kwa sababu ukitembea na lile neno hautashawishika. Lile neno litakupeleka penye kusudi maalum. Kama ni mtu rafu, mwisho wa siku ukiwa naye unaona haibu kugawia kanisani. Ndio tumeona sio baba. Mama anamwambia tangulia yeye mtakufuata, unajua anarekebisha. Kumbe shida ni kwamba ukimwangalia ni kirupo. Hilo ndio tatizo. Sasa si wako. Shida ni mwambie twende. Ukija mimi nawaangalia. Badala ya kuja huku sasa unaelekea kwenye kile chumba huko cha pembeni, ukitoka pale ukienda hivi. Hali ya matafakario sio nzuri ndani ya mtu. Haleluya. Tembea na neno. Huyu mtu akadanganywa kwa sababu neno la Bwana lilikuwa ndani yake. Nataka niongee hapo moja na wanisikilize. Sijajua ni kwa nini, lakini ndivyo ilivyo. Ukifuatilia kwenye maandiko, watu ambao walikuwa wana shida sana na waliuliza ni kwa nini, ni wanawake. Ukiangalia idadi ya waliokuwa wamefungwa au hata katika kizazi cha leo, nenda kama shuleni au wapi, omba, utaona ni akina nani watakaolipuka mapepo zaidi. Kwa sababu shetani anajua ili baya hili liweze kuenea, lazima nitafute binti au mwanamke, ndipo baya litaenea kwa haraka, kwa sababu yeye amefanywa kuwa uzao wa kueneza na kuijaza nini. Sasa hata katika shida au kitu fulani kikipenya kibaya, ndio maana mwanamke anaweza akawa faida au hasara, anaweza akawa ni fimbo ya mema au ni fimbo ya kuharibu, kwa sababu Mungu alimpa uwezo wa kuenea. Sasa shetani akaona huyu namtumia kwa sababu yeye ana uwezo wa kueneza. Nenda shule fulani. Haleluya. Kuna kipindi nilienda Gokoro hapo, wakati mamangu aliniita, nilihofia mpaka kuwaombea sasa. Maana wakaweka mawe pale, wakakaa nje, nikaanza kuomba. Nikaona kila mtoto anaenda, alafu hawajui kama wao kuna mashemasi. Wao wanaangaliana tu. Nikaona sasa acha niahirishe, kwa sababu kila mtoto anakwenda chini, hakuna wa kuwasaidia. Alafu na kuna mawe mle. Haleluya.
Nikasema hili nimeichokoza mwenyewe. Ni kelele kweli kweli, pakawaka moto. Lakini asilimia kubwa ni watoto wa kike. Shetani anakimbizwa vibaya sana na wanawake waliosimama. Ukitaka uone shetani anakosa nafasi kwenye kanisa fulani, wale mabinti wale akina mama wakisimama, hautaona mtu analipuka mapepo kanisa, maana wao watakuwa ni chanzo cha wengine kutokuvamiwa. Shika neno la Bwana. Unapokutana na mtumishi akikwambia, unajua kuna 1, 2, 3, baada ya hapa ya haya maneno umevuka, baada ya hiki utashinda, na usije ukarudishwa nyuma kwa maneno mengine au kwa yale unayoyaona kwa macho yako, yasikurudishe nyuma au yakakuyumisha ukaliacha lile neno. Ukiendelea kulishikilia lile neno maana litakufikisha kwenye kile ambacho Mungu anataka uweze kufikia. Ni jambo rahisi sana. Mungu anamwambia Ibrahimu, kaa kwenye njia zangu, ukawa mkamilifu, alafu baada ya hapo wafalme watakuja. Mungu anamwambia, nimekupa nchi ambayo ni njema, utaimiliki. Ibrahimu anamuuliza Bwana, sasa sina hata mrithi atakayenirithi mimi. Bwana akamwambia, nitakupa wewe, beba neno hili, nenda nalo. Ndani ya hilo neno kuna wafalme, kuna Isaka, kuna Yakobo. Ukitembea nalo, maana yake nitakufanyia hayo. Yeye akae ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yake, atatendewa. Kwa sababu tu huko ndani ya Mungu, kwa maana ya msingi yake, unatembea ndani yake, alafu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote mtapewa. Yohana sura ya 15 ule mstari wa 7 na 8. Utaona pale maandiko yanasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lote mtakalo, nami tawafanyia. Anasema nani mtatendea. Maana ni kwamba unapotazama pale ni kwa sababu maneno yamekaa. Usipoyaacha yale yatakufikisha, kwa sababu penye neno liko Mungu anapotazama. Maana maandiko yanasema, maana na niangalia neno langu nipate kufanya kulitimiza. Ukiwa kwenye maombi yako, maana maandiko yanasema umkumbushe na kuwajia, ukamwambia Bwana, je, ukusema ya kwamba utanipa mrithi? Mungu ataona kumbe unalo ile neno, basi wacha kukupa. Lakini ukiwa hauna neno la kuirudisha kwake, lile ambalo yeye mwenyewe alisema ya kwamba nitakubariki, usipokuwa na hilo neno kaenda nalo mbele zake, utamwambia kwa nini? Kwa kupitia neno. Haleluya. Utamwambia kwa kupitia neno. Kuna wakati wa kwamba watu wanamwendea Mungu akiwa hawana neno ambalo Mungu alisema kwao. Je, Mungu hukusema nami ya kwamba utanibariki? Hukusema nami ya kwamba utanishindia? Hukusema nami ya kwamba utakupa pamoja nami hata ukamilifu wa dahari? Hukusema nami? Wewe yale maneno hayajakaa. Mungu alikwambia nitakushindia, nitakupigania. Nyamaza kimya, vita ni ya kwangu. Maana unapoiona vita mwambie Bwana, hukusema nikae kimya? Anasema ndiye nilisema. Kwa kuwa bado unalo neno langu natembea nalo, wacha nikupiganie. Sasa wewe ukisahau ile neno Mungu aliyokupa, maana ni kwamba una nini cha kumwambia yeye ili afanye. Unamwambia kabisa, Bwana, umenena na mtumishi wako ya kwamba utanivusha katika hili, utaniponya katika hili. Je, Bwana, hayo si maneno yako? Na nimeyasema kwa sababu Bwana nitembea nayo, nilibaki nayo, nimeyashika. Mungu anasema ni kweli.
alishikaye neno langu hatapata taabu. Umeshinda, unashinda tangu saa ile. Haleluya. Mwambie jirani yako, lishike neno la Bwana na utembee nalo, na utembee nalo, utashinda. Tunasema mwaka huu tunaenda na tamko. Nenda kwa mtumishi, tamkia, sio maombi tena. Unatamkia, unachukua tamko. Mtumishi anakutamkia, kuanzia sasa umevuka juu ya hili. Shika lile neno, tembea nalo. Sahau vyote, lakini usilisahau neno hilo. Wakati uko kazini, uko nyumbani, kwenye biashara, endelea neno hilo kutembea nalo. Unamwambia Mungu ndani yako ya kwamba Mungu nasema nalo, ya kwamba utanivusha. Nataka nione Bwana ukionekana juu hii, maana nimelishika neno lako. Yesu akawatazama watu akasema, ninyi mko hivi kwa sababu hamnalo neno lake likikaa ndani yenu. Mimi ninamfahamu kwa sababu neno lake nalishika, na Baba anaongea na mimi kwa sababu neno lake nalishika. Anasema hakuna mtu yeyote anaweza kumsikia Mungu ila mwana tu. Haleluya. Maana ni kwamba ukiwa na neno la Bwana, Mungu ataliangalia neno lake apate kutekeleza. Ukitembea na lile neno ambalo Mungu amelitoa, utafanikiwa, utashinda. Unaambiwa umepona, eti mimi kweli. Nenda na magonjwa yako sasa. Unapoambiwa umevuka, maana ni kwamba tembea na ile neno. Hata kama utaondoka bado unasikia vichoni, wewe tembea nalo tu. Usivione vichoni, endelea kusikia ile neno. Endelea kuona ile neno. Maana ni kwamba Mungu anaona, aha, kumbe umenishika neno langu. Basi pona. Wewe ni mtumishi mkubwa, utavuka bahari zote, utatembea na kuvuka anga lote, utakwenda mahali kwa mbali sana. Huduma yako itawahudumia watu ambao ni wenye rangi tofauti tofauti za ngozi zao. Mimi kweli, eta nakuuliza tena, mimi kweli, wewe uongo. Haleluya. Unasema amen, na nitakwenda Bwana, nitakwenda kule wanapoabudu tembo, wanapoabudu ng'ombe, wanapoabudu chochote kile ambacho sio Mungu aliye hai. Nitakwenda kwao na nitawaambia kwamba Bwana amekuja kwenu, okoteni kuanzia leo, inueni macho yenu mbinguni na mkaseme, Bwana utusamehe. Bwana umesema mimi ni fulani, Bwana umesema mimi ni fulani, natembea na hili neno Bwana, sitaliacha kamwe, natembea nalo Bwana. Umesema familia yangu itakuwa hii, familia yangu niita kwa jina lako Bwana. Haijalishi kuna shida gani, haijalishi wanalala na njaa, haijalishi kuna magumu gani, lakini Bwana familia yangu niita kwa jina lako. Ninalishika neno lako Bwana. Kesho panakucha naona njaa imekata, kesho panakucha naona shida imeingia, kesho panakucha naona kabisa kwamba kuna fedha imeingia, kwa sababu umetembea na lile neno. Bwana umesema familia yangu hawatafeli, hawatashuka kimasomo, hawatakuwa ubaomba Bwana. Umenena kupitia kinywa cha mtumishi wako, nami alishika neno hili mfano, na alishika Bwana, maana neno lako alirudi kule. Haya ndio maombi yako sasa, neno lako alirudi kule Bwana, uyatimiza mapenzi yako sawa sawa na ulivyoliagiza. Natembea na hili neno Bwana, niendapo mashariki niko nalo, niwalapo niko nalo, nitembeapo niko nalo, nikiwa kwenye biashara niko nalo, nikiwa kazini niko nalo, nikiwa shuleni chuoni niko nalo, nikiwa popote niko nalo. Hili neno linaimba ndani yangu. Bwana, Bwana wewe uliangalia neno lako na kulitimiza, nami nimelishika neno lako mfano, nimelishika neno lako. Akikuangalia maana huyu ndiye askari anayemtafuta, anaachilia. Wewe unaamua tafuta, alafu unakuta kama unashika jambo. Wewe vipi? Sura mbaya. Unaamua tafuta, alafu wakati huo anaingia nabii kwako sasa.
Ukukuta yale umenenge kukaka. Ulikuwa mleni. Hivi mashafu yanapishana tu yenyewe. Wewe vipi? Afadhali tumisha Mungu kwa amani. Shida zinafika kwenye utosi. Nani nakwambia na zikufike zije mpaka kwenye nywele kwa heri. Na kuacha. Na zikufike mpaka kwenye nini? Ikilini ziwe lemba sasa. Zikufunike. Haleluya. Kwa sababu umetembea na neno. Hebu angalie Petro. Petro anayumba katikati ya maji jamani, sasa nilikuwa nisije Mungu. Yeye ameambiwa njoo. Bwana ikiwa ni wewe ni amuru nije juu ya maji. Akaambiwa umeshia juu. Akashuka sasa kwa ujasiri wake na kielele ikawa. Kwanza akaangalia wenzake, unaona haya kumbe yanawezekana. Akaanza kutembea kwenye maji. Kakaona wimbi. Unakuja na piga maji kwa anapanda anashuka akasema Mungu wangu. Kule kwa nini kwake akaliacha ile neno njoo, akaendelea kutembea nalo juu ya maji, akabaki Petro yeye kama yeye, hana neno la kutembea nalo. Biblia inasema akazama